Sisi kama Rungwe tunasema kwamba tunaenda kuandika aina fulani ya historia ya mradi mkubwa kama huu. Wilaya ya Rungwe ukiangalia kwa ujumla wake, shughuli kubwa za kiuchumi ambazo tunategemea katika wilaya yetu ni za kilimo, na hata mapato ambayo tunapata yanatokana mostly kutokana na kazi za kilimo ambazo wananchi wa Rungwe wanaendelea kuzifanya. Tunayo mazao makubwa ambayo kama halmashauri tunategemea na kama wakulima pia wanategemea. Zao la ndizi mojawapo ya mazao muhimu sana katika halmashauri yetu. Na ukiacha zao la ndizi, hapo mazao mengine ambayo ni kama kahawa, lakini kuna kakao, kuna viazi, kuna parachichi, ni mojawapo ya mazao makubwa ambayo yanaendesha uchumi wa halmashauri yetu ya Rungwe. Sasa kitendo tunachokwenda kufanya leo, kwanza kinaenda kuongeza thamani ya zao letu la ndizi. Masoko yetu katika halmashauri ya Rungwe kwa jumla yake hayako vizuri sana. Na mojawapo eneo soko ambalo liko haliko vizuri ni eneo kubwa la soko la Kiwira ambalo linategemewa sana. Wanakuja wageni kutoka nje ya nchi kwa ajili ya kununua mazao kutoka maeneo kama Malawi, Zambia, Kongo, wanachukulia ndizi pale. Lakini wapo wateja wengine wanatoka katika maeneo ya mikoa mingine ya jirani na mbali. Kwa mfano Dar es Salaam, ukienda maeneo kama Arusha, Mwanza, wanahitaji ndizi kutoka maeneo yetu. Sasa kwenda kujenga soko la kisasa, maana yake tunaenda kutatua changamoto ambayo wananchi walikuwa wanakabiliana nayo ya muda mrefu. Eneo ambalo lilikuwa mvua zikinyesha kunakuwa na matope, kunakuwa na hali ambayo soko haliwezi kutumika ipasavyo. Leo tunakwenda kuandika historia hii ambayo ni muda mrefu, na wananchi wetu wa wilaya ya Rungwe kwa jumla yake wamekuwa wakisubiria kwa muda mrefu. Niwashukuru sana kwa uvumilivu ambao wameendelea kufanya. Lakini kubwa ni washukuru wataalamu wetu wa halmashauri wote ambao wameshiriki kwa namna moja au nyingine, kwa sababu fedha hii tunaipata kutokana na kazi ya mikono ya wataalamu wa halmashauri. Kwa maana ya kukaa kutengeneza maandiko mbalimbali, kwa sababu tulianza kuandaa feasibility study, tukaandaa designing, tukafanya drawings, tukakaa tukafanya environmental impact assessment, tukafanya geotech. Yote haya tumefanya kama halmashauri kwa kutumia fedha kidogo halmashauri, lakini kutumia akili za wataalamu ambao tunao. Na hatimaye leo tunaona tumeweza kupata zaidi ya bilioni 1.8 kwa ajili ya ujenzi wa soko ambalo tunajua kwanza kwa awamu mbili. Tunategemea awamu ya kwanza tumepata shilingi bilioni 1 na tunategemea awamu ya pili tutapata shilingi milioni takriban 800 kwa ajili ya ukamilishaji wa soko. Watu tunategemea soko hili ndani ya kipindi cha mwaka huu na mwaka kesho tuwe tumekamilisha ujenzi wake, ili angalau wananchi waweze kupata huduma zile ambazo walikuwa wanategemea. Sasa haya yamefanyika kwa sababu wapo watu ambao wamefanikisha haya. Moja, wakati wa ziara ya Mheshimiwa Rais aliyofanya katika mkoa wetu, mojawapo changamoto ambayo ilionekana na wananchi waliibua ilikuwa ni kutokuwa na soko la uhakika la ndizi, na wakaomba kujengewa soko la kisasa. Na baada ya hapo sisi kama halmashauri tuliongeza nguvu, na Mheshimiwa Rais na kupitia waziri pia wa kilimo walitupa maelekezo ya kuweza kufanya maandiko hayo ili tuweze kutimiza ombi lile la wananchi ambao walitoa kwa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo nishukuru serikali kupitia Mheshimiwa Rais wetu kwa maamuzi haya ambayo wamefanya mpaka leo tumeweza kuhitimisha hatua hii ya awali ambapo tunakwenda kuona sasa ujenzi unaenda kuanza. La pili, niombe sisi wote ni wadau, kampuni ya Kalva imepata kazi hii. Tuombe imani ambayo serikali imeweka kwenu, kwa maana ya kwenye mchakato mzima ambao wapo wengi walioomba, na hatimaye nyie mkafanikiwa mkatimize hili ambalo wanarungu tunategemea kuliona. Hili ambalo Watanzania na serikali yetu tunategemea kuona kwamba miundombinu hii inaenda kuboreshwa. Kwa hiyo niwaombe sana kwa mkataba ambao tunakwenda kusaini, kila pande iweze kuzingatia mkataba huu. Sisi kama halmashauri tutasimama kuona kwamba tunakwenda kutekeleza mkataba huu ipasavyo. Yale matakwa ambayo yanahitajika kwa upande wetu tuweze kuyatekeleza, tutasimama kuona kwamba yanatekelezeka. Lakini yale ambayo kwa upande wenu nayo mnatarajia kuyatimiza, basi muweze kuyatimiza ndani ya muda, na hatimaye tuweze kuona mradi huu
unakamilika na kwenda kutoa tija ambayo Wanatanzania na wananchi wa Rungwe kwa jumla wanategemea kuipata. Kwa ni washukuru wote ambao tunashiriki kwenye ceremony hii. Hii ni mwanzo, lakini naamini kwenye siku zinazokuja tutakuwa na miradi mingine ambayo itaenda kutekelezeka katika eneo letu. Tunategemea pia sio soko moja la ndizi, lakini tunavyoendelea sasa hivi tuna mchakato mwingine wa kuhakikisha kwamba tunaenda kujenga soko jingine kubwa la kisasa la ndizi. Tuko kwenye mchakato na naamini kama mambo yatakwenda vizuri katika kipindi cha miezi 2-3 inayokuja, inawezekana pia tukatoa tamko jingine kuhusiana na hilo eneo. Na niseme hatuangalii tu katika eneo la soko la ndizi. Hivi tunavyoongea, halmashauri yetu kwa kushirikiana na Wizara ya Kilimo tuna mradi mkubwa ambao unaendelea kwenye kata ya Mkunga ya ujenzi wa pack house, ambayo ile pack house ni ya thamani zaidi bilioni 10. Tunategemea itakuwa na uwezo wa kukusanya mazao ya parachichi, kuyahifadhi kwa sababu kutakuwa na cold rooms, lakini tunategemea ndani yake kutakuwa na mashine ambazo zitakuwa zinafanya grading ya parachichi zetu, zitakuwa zinaweza kufanya packing na vitu vingine. Na tegemeo letu ni kwamba parachichi itakayokuwa inazalishwa katika eneo letu la Rungwe iwe inaanza kufanywa uchambuzi hapa, inahifadhiwa hapa, inafanywa packing hapa, ikitoka hapa inatoka tayari imeshafanywa labeling na kwenda kuuzwa nje ya nchi. Kazi ambayo inaendelea sasa hivi pia kwa kushirikiana na Wizara ya Kilimo ni namna ya kuona kwamba uwanja wetu wa ndege wa airport unaweza kuwa na cold room za kisasa pia, ili parachichi ikitoka katika eneo la packing pale inapelekwa kwenye cold room Mbeya, na ikitoka Mbeya pale inaweza kusafirishwa kwenda sehemu yote. Tunajua serikali tayari ishanunua ndege maalum kwa ajili ya kubeba mizigo. Ile ndege iweze kuja kutua Mbeya, ichukue mzigo na kupeleka kunako hitajika kwenye masoko ambayo yuko nje ya nchi. Naamini tukifikia hatua hiyo, pamoja na changamoto nyingine ambazo zilikuwa zinaendelea kwenye eneo la parachichi kwenye wilaya yetu, tutakuwa na utatuzi mkubwa wa changamoto hizo. Lakini sio hilo tu, niwashukuru pia Wizara ya Kilimo. Kwa sasa hivi tuna mradi mkubwa ambao tunaenda kutengeneza collection centers za parachichi takribani 6 kwenye halmashauri yetu. Tayari hatua zile za awali tuko kwenye hatua nzuri, tumeshafanya utambuzi wa maeneo, na niwashukuru wananchi. Wapo baadhi ambao wamejitolea maeneo yao binafsi na kuyatoa kwa serikali ili tuweze kutengeneza collection center, lakini kuna maeneo ambayo yametolewa na serikali. Kwa hatua ambazo tunazo sasa hivi ziko kukamilisha taratibu mbalimbali, na naamini mradi huo pia muda si mrefu tutaenda kutekeleza ujenzi wa collection center hizo kwa kushirikiana na Kopra chini ya Wizara ya Kilimo. Haya yote ni mapinduzi ambayo tunaenda kuyafanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sekta ya kilimo katika halmashauri yetu ya Rungwe inaenda kuwa na tija iliyo kubwa na uzalishaji unaongezeka, na mwananchi kipato chake kiweze kuongezeka, na zile changamoto ndogo ndogo ambazo zinaonekana zipo basi tuweze kuziondoa. Tuna imani haya yote yakifanyika, hata wale madalali tunasema ni madalali na nani wanakuwa wengi kwenye eneo letu, pia inawezekana ni suluhu mojawapo ya kwenda kuwapunguza. Kwa hiyo niwashukuru sana wale wote ambao tunaendelea kushirikiana katika hili eneo kuhakikisha kwamba haya mambo yanakwenda. Baada ya kusema haya, mimi niseme nawashukuru sana. Ameeleza kwa kifupi sana, lakini mimi nimeelewa pointi mbili kwamba halmashauri ya Rungwe sasa inakwenda kuandika historia kwenye kutekeleza mradi huu, kuleta miradi mikubwa hii kuwasaidia wananchi. Na sisi tunataka tuingie humo kuwa sehemu ya kutekeleza mradi huo, lakini pia kuingia kwenye historia hiyo. Nafikiri hapo tupigie mkofi kidogo. Kwa sababu ushindani ulikuwa mkubwa, tunakiri hilo, na mpaka tumefikia hatua hilo, tuko hapa, haikuwa kazi ndogo, tunashukuru Mungu. Lakini pia halmashauri pia kwa kutuamini sisi kama kampuni, sisi ni wazawa na tunaamini kwa sababu tunazungumza lugha moja ya Kiswahili. Nilikuwa ni kampuni nyingine nasema mpaka una translate Mchina, lakini sisi ni Waswahili, ni wazawa. Kwa hiyo tunataka tutangulize uzalendo kwenye kutekeleza mradi huu. Kwa hiyo sisi ambacho tunawaahidi katika kutekeleza mradi huu tutafanya kwa uzalendo. Pamoja kama tutafanya kama kazi, lakini pia tutatanguliza uzalendo ndio kisha kama mahitaji ya wananchi yanafikiwa. Sababu kelele za wananchi zimekuwa nyingi, mahitaji ya wananchi yamekuwa mingi, lakini yeye pia mpaka mkaamua kuanzisha mradi huu, maana mnategemea matokeo mazuri. Mimi naamini sana kwenye big result nao, siamini sana kwenye stories za makaratasi. Na sisi kwa sababu tunafikika na ni Tanzania, tunazungumza lugha nyepesi kabisa ambayo inafikika. Sisi tunaahidi ushirikiano mkubwa sana. Tutasaini mkataba huu, tunaahidi kwamba tutafanya kwa mujibu wa mkataba na tutafanya vizuri.
Kwa sababu pia mkurugenzi amezungumza hapa, kuna miradi mingi ambayo inaendelea. Sisi pia ni Watanzania. Tunataka tufanye kitu kizuri hiki pia, hata huko kwingine tu tukimbie tuombe, kwa sababu mtasema hawa wanafanya vizuri pia, na tuna haki ya kuendelea kuomba. Kwa hiyo tunaendelea kuomba zaidi, tupo ushirikiano, tumetekeleza mradi huu, tunaahidi kwamba tutafanya, kwa sababu muda wenyewe huu sio rafiki sana, kwa maana hali ya hewa na nini. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba tunashukuru sana, lakini pia tunasema kwamba asanteni sana, pamoja na ushindani ambao ulikuwa mkubwa, lakini hatimaye tumekuwa sisi ndio washindi. Sio washindi kwa maana tukajisifia, ila kwa maana kuna vitu ambavyo nyinyi mliangalia mpaka mkatupa sisi. Kwa hiyo tunawaahidi tutafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kama tunakidhi mahitaji ya wananchi. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Delta Jonathan Mwangarenga, mfanya biashara wa ndizi Karashi. Kwanza moja kwa moja tunawashukuru viongozi ambao wameweza kutusaidia kufanya mchakato wa kujenga hili soko. Wafanya biashara tunawashukuru sana. Na sisi kama wafanya biashara tuna changamoto kubwa sana kwa ajili ya soko letu. Kwa kipindi kama hiki hapa cha mvua, huwa muda mwingine soko letu kwenye matope hutengeneza wadudu ambao wanaasili miili, moja kwa moja tunapata magonjwa. Kwa tunashukuru viongozi kwa kuwa tumeomba na wamelisikia. Pili, nilikuwa naomba viongozi wetu wa kata wafanye kwa haraka sana kujengea hili soko, kwa sababu wakikucheleweshea soko wanatuyumbisha kimaisha, kiuchumi. Moja, sisi wafanya biashara tunategemea tupate fedha kwa ajili ya kusomesha na kuendesha maisha yetu kupitia hili soko. Kwa kipindi ambacho watakuwa wanajenga hili soko, tutakuwa tumeyumba kiuchumi. Ombi letu la wafanya biashara tulikuwa tunaomba watufanyie haraka sana ili tusije tukaasili familia, maana tunasomesha kupitia soko letu la Karashi. Mimi naitwa Suzana, mfanya biashara wa Karashi. Hivyo tunasema asanteni kwa kutambua ufanyaji wa biashara wa soko la Karashi. Ila soko letu kwa kweli limechafuka sana, na kipindi kama hiki, kipindi cha mvua, linakuwa limejaa matope. Kwa hiyo malazi yanakuwa mara kwa mara kwa ajili ya wafanya biashara wengine. La sivyo ukiwa na madandropu ndio unaweza kufanya biashara, lakini bila hivyo magonjwa ni mengi sana. Kwa hiyo tunaomba mtusaidie kufanya haraka kwa ajili ya kutengeneza hili soko ifanye biashara kwa urahisi zaidi.